Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu ndugu zangu, na amani iwe juu yenu kwanza. Lakini pili, shukrani sana kwa wale wote ambao wanaendelea kusubscribe katika channel yetu ya Saa Bin Laden 786. Leo nimekuja na somo la kujifunza maajabu ya abjadi. Maajabu ya abjadi. Abjadi ni nini? Abjadi ni herufi za Kiarabu ambazo zinatumika katika uchawi wote duniani. Lakini fasiri sahihi ya neno abjadi, abjadi ni herufi za Kiarabu ambazo Allah yeye ametumia kuitengeneza Qur'ani yake nzima. Mfano, ukimsikia mtu anasema katika elimu yetu ya kawaida hii ya shule anasema a e u mpaka z. Na pia katika Qur'ani kuna alif mpaka mwisho. Sawa sawa mpaka ye. Sasa abjadi ni herufi za Kiarabu ambazo Allah yeye ametumia kuitengeneza Qur'ani yake, kuiandaa Qur'ani yake, na kila kitu kipo katika abjadi katika ulimwengu. Lakini pia abjadi ndiyo mama wa tiba katika ulimwengu wote. Kwa sababu huwezi kufanya tiba kama haujui abjadi. Abjadi ni herufi 28 zenye miujiza mikubwa katika ulimwengu. Ni herufi 28 zenye miujiza mikubwa katika ulimwengu. Abjadi ni herufi zenye siri nyingi sana. Lakini pia mtu yeyote anayeweza kujua abjadi ana uwezo wa kuita kiumbe chochote kikamtii na kikaja. Lakini mtu yeyote mwenye kujua kuisoma abjadi kwa ufasaha atakuwa uwezo wa kumuita mtu na akaja, kupata kazi ataweza kuita majini, ataweza kufanya chochote katika ulimwengu pasina kuwa na wasiwasi wowote. Kwa sababu matalasimu yote katika ulimwengu yametengenezwa kwa kutumia herufi 28 za abjadia. Lakini pia katika hii abjadi kuna herufi 9 za ajabu. Hizi herufi mimi napenda kuziita herufi za Imam Ghazali, kwa sababu herufi hizi alikuwa anatumia sana Imam Ghazali katika elimu ya tiba. Alikuwa kila anachokifanya katika hizi herufi 9 huwa kinatoa majibu papo kwa hapo. Kwa hiyo tunakuja kupata kwamba katika herufi 28 za abjadia zipo herufi 9 pia zenye maajabu katika elimu ya tibi. Sawa sawa. Katika hizi herufi 28 za abjadia kuna herufi 9 ambazo hizi herufi nilikuwa naziita herufi za Imam Ghazali, kwa sababu ni herufi zenye miujiza sana katika ulimwengu wa tiba. Katika hizi herufi 28 za abjadia zipo herufi 9 ndio mama wa hizi herufi zote. Sawa sawa. Hizo herufi 9 ito batada, zaaja, waahi au wahi ni wau alif he, ni be twe dali, batada, zahaja, waahi. Hizi herufi ndio herufi za hatari katika hizi herufi za abjadi. Kwa hiyo hizi ni herufi namna ya kuzitumia nitakuja kuelekeza mbele. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atajua vizuri abjadia, basi hakuna atachoshindwa katika huu ulimwengu. Sawa sawa. Sasa ikitokea labda unataka wewe upate mahudama kwa kupitia hii abjadi, au mahudama wa kuzoea katika hii abjadi, pia uwatume, unafanyaje ili hii abjadi kuzoea? Cha kwanza watakiwa ufunge siku 5 au 7. Kipindi unafunga unakuwa unaisoma hii abjadi mara 5995. Lakini kipindi unasoma unakuwa unasoma na kuiteni nyinyi viumbe kwa siri ya jina la kwanza la Mwenyezi Mungu, na kwa siri au kwa nguvu ya malaika wenu mkuu anaitwa Khatima Khatal Qiyail, ndio malaika mkuu wa abjadia. Kipindi unafunga unakuwa unaisoma abjadi mara 5995. Lakini kipindi unaisoma zile mara sasa utakuwa katika kila 100 unanuia, nasema na kuiteni nyinyi viumbe wa abjadia, na kuanzia leo hii mkae katika maisha yangu, na kuanzia leo hii mnizoee nyinyi abjadi, kila ninachokifanya kizae matunda. Umeelewa? Kwa hiyo utakuwa unafanya siku 7, lakini katika zile siku 7 ambazo utakuwa unafanya unazisoma hizo abjadi, haitakiwi kula chenye roho mithili ya kitu chochote chenye kukaraisha. Vitunguu saumu unakuwa hauli hizo siku 7 ambao unafanya hii riadha ya abjadia. Sasa tukiendelea katika somo letu leo hili tukufu la abjadia, tunakuja kujua kwanza abjadi ni miongoni mwa herufi kubwa na herufi zenye miujiza makubwa katika elimu yetu ya tiba.
Kama atatokea mtu yoyote wa tiba haijui abjadi, basi ina maana huyo mtu hajui tiba. Sawa sawa. Kwa hiyo herufi za abjadia zina namna nyingi ya kufanya. Kwanza, hizi herufi za abjadia ndio zimetengeneza sako. Sawa sawa. Sako ni nini? Sako ni ile ambayo mnaliona linapita katika video yetu hili, linaitwa kwa Kiswahili tunaita, sisi wenyewe watu wa tibi tunaliita pentagram. Herufi za abjadi ndio herufi ambazo zimeliunda ili pentagram. Penta ni 5. Yaani ukimsikia mtu anasema penta ni 5. Lakini kwa Kiswahili penta kuna neno lingine tu gram. Penta ni 5. Gram ni neno la Kigiriki lenye maana ya miujiza au uchawi wa miujiza. Sawa sawa. Ili duala ambao mnaliona limezunguka hiyo nyota, hiyo ni nun. Sema nun wal qalam. Hii ni nun ambayo ipo katika hii abjadi pia. Sawa sawa. Ili duala limefichwa, lakini ni nuni ambao nyinyi mnaijua katika herufi za Kiarabu. Sawa sawa. Kwa hiyo ili duala pia ambao ni pentagram, ndani yake kuna mambo matano. Siri ya kwanza, ili duala ambao tunaita pentagram, sawa sawa, penta ni 5, lakini penta ni 5, gram ni neno la Kigiriki lenye maana ya uchawi wa miujiza. Sawa sawa. Kwa hiyo ili duala lina siri kubwa sana. Ndani ya mambo matano hayo ya siri, kwanza linamiliki upepo, maji, udongo na hewa. Sawa sawa. Lakini pia hiyo mchongoko wa mbele huwa inawakilisha roho, yani roho ya kila kiumbe ambacho utachokiita itatii kama utachola huo mchoro. Kwa hiyo tunakuja kupata kwamba huo mchoro una siri gani? Siri zake ni hizo ambao ndani inamiliki udongo, moto, hewa, maji. Swali tu la kawaida, duniani kuna mtu ambaye anaweza kaishi bila maji? Duniani kuna mtu ambaye anaweza kuishi bila udongo? Udongo ambao wazazi wetu wanautumia kwa ajili ya kupanda vitu, mazao na nini. Lakini pia maji ndio uhai wa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anapokosa maji muda mrefu huenda ikamtokea matatizo mengi. Kwa hiyo mtu yoyote atakayechora duala hilo kisha akaita kiumbe chochote katika huu ulimwengu, kitamtii na kitakuja. Hakuna kiumbe ambacho takiita katika huu ulimwengu kitakataa kuitwa kwa kutumia hilo pentagram, ambalo penta ni 5, gram ni uchawi wa Kigiriki lenye maana ya uchawi wa miujiza. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa mafupi haya ambayo nimekuelezeeni, abjadi kwa kina kwa leo hauwezi kuimaliza. Lakini miongoni mwa faida ndogo ambazo nataka kuelekezeni, kuna siku moja mimi alinijia mtu mmoja akanambia, mimi nimeibiwa mke wangu. Na yule mtu aliniibia mke wangu mimi namjua vizuri sana. Nikimwambia aache mke wangu asiendelee kumzini, yeye ananiambia utanifanya nini mimi? Mimi nina kadha wa kadha wa kadha. Sawa sawa. Mimi nikamwambia nenda kamtangazie siku 3. Kamwambie usiendelee kufanya kitu fulani na mke wangu, la sivyo utakufanya kitu kibaya. Yule jamaa ambao anamzini mke wa mtu akasema, mimi siwezi kufanya chochote na hamna mtu yeyote anaweza kunifanya chochote. Yule jamaa akarudi kwangu. Nikamwambia nitafutie mtulatula wa makabulini, ule mti, sio majani, sio kitunda, nitafutie fimbo ya mtulatula wa makaburini ambao upo juu ya makaburi. Baada hapo tukamchola yule mhusika ambaye anaiba mke wa mtu. Sawa sawa. Tulivyomchola tukamwandika shkeri ya senkafu ambao ni 2, ambao ni 1 2 2 1. Sawa sawa. Nikamchora shkeri ya ndugu ambao ni 1 2 1 2. Nikamchora shkeri ya jeneza ambao ni 2 1 1 2. Nikamchora shkeri ya inkis ya senkafu ambao ni 2 2 1 2 2 1. Yule mtu katika kila tusauti tumchola mtu wa jinsia ya kiume. Sawa sawa. Katika kila kiungo chake tukampa hizo shkeri. Hapa kifuani nikaandika jina la yule mtu kwa sababu tulikuwa tunamjua jina lake. Hatukutaka jina la mama yake. Baada ya hapo tukaandaa mswala, nikamwambia ubani wa dua letu la leo tutatumia ubani mushtaka na punje za kitunguu saumu. Tukawa tunasoma zile abjadi mara 313. Kila tukifika 100 namwambia ichape ile picha kisha anuia anachokitaka kimpate yule mwizi wa mke wake. Tukafanya ile kazi. Baada ya kufanya ile kazi nikamwambia chukua ile karatasi kazike katika kaburi la zamani. Akaenda akazika. Baada ya siku 7 yule mtu ambaye alikuwa anasema yeye harogwi alimpigia simu akamwambia, kaka, kama kuna kitu chochote umefanya basi mimi nisamee,
sitorudia tena. Akamuuliza kwa nini? Akamwambia sitaki kukuambia kwa ajili gani, lakini umenipa madhira makubwa. Nasikia katika kila kiungo changu nasikia vichomi vinaniuma sana. Ule jamaa akanipigia, nikamwambia msamee, akaja tena siku ya pili, nikamuelekeza namna ya kumwagua na kumponesha yule mtu akapona. Hii ni njia ya kuadhibu mtu yote kwa kutumia abjadia. Lakini ikitokea una mwanamke unampenda, yeye hataki umpende, sawa, unaweza kuitumia abjadi hii. Huyo mwanamke akaja hata siku 7 hazifiki, huyo mwanamke anafika. Lakini pia hii abjadi hii kuna stahili ukifanya unaweza ukamwangamiza adui yako mtukutu akapata madhira na akaugua magonjwa ambayo yeye hayajui. Ukitaka kumwangamiza adui yako ambaye anakusumbua tena, tengeneza mtoto kwa kutumia kichuguu bubu. Sawa, mbumbe mtoto wa udongo. Baada ya kumbumba mtoto wa udongo, toboa hapa utosini ule mtoto wa udongo. Ingiza jina la huyo adui yako. Baada hapo tia damu ya kuku mwekundu, ingiza. Kisha mfunge, mwanza kumsomea hizo abjadi. Baada ya kumsomea mfunge kitambaa cheusi au cheupe. Nitakwambia katika somo linalofuata namna gani unamwangamiza adui. Lakini kama kuna biashara inakusumbua sana, hizi abjadi pia ipo njia ya kufanya biashara hiyo, utauza sana, utapendwa sana na utasifiwa katika ulimwengu, hakuna kitachokuja kukushinda. Leo nimeelekeza maajabu ya abjadia katika kupata kila kitu kwa ufupi, lakini inshallah ipo siku nitaelekeza kwa ukubwa. Sawa. Lakini baada ya kusema hayo, nakupendeni sana na naomba msisahau kusubscribe katika vipindi vyetu vijayo. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Amani iwe juu yenu na nakupendeni sana.